Kama mlivyosikia, kesi imeahirishwa, na upande wa kuahirishwa kesi na mambo ya kitaalamu ya kesi atazungumza Dr. Nshara, mwanasheria mkuu wa chama. Lakini kwa upande wetu ni kwamba tunaiomba mahakama hiyo kesi kwa sababu imeahirishwa irudi kwa haraka ili iweze kuendelea na isikilizwe ifike mwisho, kwa sababu mwenyekiti wetu yuko ndani. Leo ni siku ya 225, zaidi ya miezi 7 kwa kesi ambayo bado tunaendelea kusisitiza kwamba ni ya uongo, ya kutunga, kesi za kuumiza watu kisiasa, kwa sababu tunaoshindana nao hawana uwezo wa kushindana kisiasa, hawana hoja. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, chama chetu kimetoa mawakili nchi nzima kwa watu wote ambao wamekamatwa, ambao wanaendelea na cases mahala pote kwenye kesi hizi za uongo, za kutunga, za uhaini. Kwa hiyo tunataka Watanzania waelewe kwamba chama chetu kitahakikisha wanapata uwakilishi kwa nchi nzima, na katika hili tunapenda kuwashukuru sana Tanganyika Law Society. Wamefanya kazi ambayo kwa kweli inapaswa kufanywa na Law Society ya nchi nyingine yoyote. Kazi yao ni kutetea watu, na nataka nimshukuru kipekee rais wa chama cha mawakili wa Tanzania na mawakili wote wanaojitolea kuwapigania Watanzania nchi nzima. Legal and Human Rights Center wamefanya kazi kubwa, tuna appreciate, tunatambua. Kwa hiyo ni uwakilishi ambao utafanywa pamoja. Tanganyika Law Society wanatoa watu, Legal and Human Rights Center wanatoa, na sisi Chadema kwa nchi nzima mawakili wetu watakuwepo kutetea Watanzania wengine wote ambao wanabambikiwa kesi. Kwa hiyo mkurugenzi wetu wa sheria na mwanasheria mkuu wetu wa chama wataeleza into details namna ya kushughulikia hayo mambo. UN wamezungumza kuhusu uchunguzi wa mambo mabaya, atrocities yaliyotokea Tanzania. Sharperville massacre, waliuawa watu 164 kule Afrika Kusini. Hapo wameuawa watu wengi zaidi. UN wamezungumza na wametaka uchunguzi ufanyike. Tunatambua na tunalikaribisha hilo, na tunawaomba uchunguzi usifanywe na vyombo vya dola vya Tanzania ambavyo vinatuhumiwa kufanya matukio hayo. Tunataka uchunguzi independent wa kimataifa kama uliofanyika mwaka 2007 kule Kenya. Na nataka niseme hili, maisha ya mtu kwetu sisi watu wa Chadema ni kitu kikubwa kuliko jambo lolote katika dunia hii. Kwa hiyo hili jambo la watu wetu waliouawa, Watanzania waliouawa, hata nani ajidanganye, halitafichwa chini ya uvungu, haitakubalika. Hata mawe yatazungumza. Sisi historia yetu ni watu ambao tumepinga dhuluma dhidi ya binadamu. Serikali yetu ya wakati huo ya Mwalimu Nyerere iliwakaribisha wakina Mandela hapa na Umkhonto wa Sizwe kupinga makaburu waliokuwa wanaua watu weusi, wanateka watu, wanabagua watu. Tulikaribisha watu wa Angola, walireciprocate, kwa sababu serikali iliyokuwa inapingwa wakati ule ilikuwa serikali, lakini ilikuwa serikali ya minority ya makaburu. Watu wa Afrika Kusini na wengine wote majirani zetu ambao Tanganyika ilihusika, Watanzania waliwapa hifadhi hapa, wawahifadhi wa Tanzania na watoe sauti kwa kutumia vyombo vyao vya habari, kwa sababu tunajua hali ya vyombo vya habari vya Tanganyika vya Tanzania kwa sasa. Walireciprocate hicho, na tunawashukuru ambao wanafanya hivyo. Na mwisho kabisa, kama nilivyosema jana, tunaanza vikao vya kamati vya secretariat immediately na vikao vya kamati kuu ya chama immediately. Tutatangaza siku, tutajadili na tutaeleza kilichojiri na hatua tutakazochukua kama chama. Hakuna kurudi nyuma.
mpaka nchi hii itakapopata ukombozi kutoka kwenye minyororo ya watu wanaotaka kutufanya koloni lao. Nchi hii ilipata uhuru mwaka 61. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kingine ningependelea zaidi katika wiki zilizobakia ziwe wiki za mkakati, kwa maana ya kwamba tukipanda tujue kwamba tunachokiongelea ni A mpaka Z yake, tufikie malengo hayo. Hapo kuhusu kwa sababu ukisema kwamba uje na profile special, hao mamluki na wenyewe pia watakuja nayo, wataikopi, wataweka. Kwa hiyo hautakuwa umefanya kitu chochote. Kimfano hata mimi ukisema kwamba okay tuweke profile picture yangu ndo special profile ya identify, kujitambulisha au kujuana sisi kwa sisi, wao wataikopi, watajiwekea, na wao watakuja, utamuona ni mwenzetu, kumbe sio. Sisi tunamtambua mtu kulingana na maongezi yake anaoingia. Akishaongea pointi moja tu ya kwanza, tunamjua huyu hayupo kwenye mlengo wa sisi kuitaka nchi yetu. Huyu amekuja na mambo yake. Vipi majibu yake? Nilikaa mbali na simu. Mmemwonaje? Eti majibu ya nani? User huyu alovaa ushungi yuko sawa na sisi au? Sijamuelewa. Analeta hoja za profile kwamba eti watu tuweke profile ya pamoja ili tukiingia tujuane. Sasa mamluki sana. Namuonaga anapandaga kwenye live anakaa kimya, ndio maana nikasema mmoja. Mtu asikae juu tu hapa kiolela. Hamna mtu mule. Tuendelee na mtu mwingine. Lady Beauty hapo mfungua mic. Asanteni. Mimi tu nimepanda hapa juu kwa lengo moja, kutiana moyo, kuona kwamba tunakoelekea ni sehemu nzuri zaidi, kwa sababu mimi hawa tunaona kabisa wameshashindwa, kwa sababu hawana point yote ya muhimu kuja kuwakonvince wa Tanzania. Walianza na maliziano wiki. Wewe mtu hujakili kosa lako, unakuja mfano mimi umenikosea na hujakubali kama umenikosea, unataka uje uliziane na mimi kitu gani? Kwa hiyo mpaka hapo wamefeli. Alafu sasa kibaya zaidi, leo nimescroll huko mtandaoni naona eti huyu mtu anahusika na mambo ya haki za binadamu. It means wameenda wamempa hela, anakuja anaongea, mimi sio ni mtu fulani natoka shirika fulani la haki za binadamu, naomba Watanzania yaliyopita tuyaache, tunataka maridhiano. Mimi nikamwangalia, lakini ukiangalia comment watu wanasema hatutaki maridhiano, Disemba kuko pale pale tunatoka. Kwa hiyo hawa watu yani wamechanganyikiwa, wamevuruga hiyo barua. Hiyo barua ndio imewachanganya kabisa. Jana pale kwa Kasama, huyo kuna mkaka anaitwa TV Kenya, yule pale ametusaidia kuipush, wamemtumia message za vitisho, wanasema sui nini tutakuua, na huyo Habiri tutamuua, sui nini. Yani ni wanatisha itimizi, wameshaogopa, hawajui wanashika wapi. Kwa hiyo ndugu zangu, tarehe 9 Disemba huko pale pale tunatoka, tunaenda kudeki damu. Slogan yetu ni ile, yani hatusikilizi mtu yoyote. Walizania watakavyoua watu vile kwamba baada ya kuua watu tutaogopa, tutakaa kimya. Lakini guys, nawaomba hata mlioko hapa chini, msiogope kupanda hapa juu. Sauti zetu ndio zitakazotufanya sisi tushinde. Paza sauti. Yani sasa hivi yani wameshazidiwa na wateja. Hawajui wamteke nani, wamwache nani. Wadili na nani, wamwache nani. Kwa sababu wao wanashikilia tu kitu kimoja kwamba wakishaua wameshamaliza. Hawajui kwamba mtu ukimuua mtu mmoja, mwingine anatoka tena anaendelea kupaza sauti. Na walivyokuwa wamechukulia wanyonge kwamba Watanzania ni waoga, hawezi kufanya kitu. Tarehe 29 tuliwa surprise na wametuua, na bado tutaenda. Pia ushauri wangu mwingine, kuna hii swala la vibe. Haya maandamano yetu ni maandamano ya amani. Naomba pia kuna zile radio kubwa zile, yani ile radio ikipiga muziki ni zaidi hata hizi sabufa za tunazozitumia ndani hizi piano na zingine. Yani ile ikipiga muziki, sijui niwaambiaje, yani ina muziki mkubwa. Ni zile radio ambazo zina kuna raha gani ya kusikiliza vibe? Vibe ni majeneza tutakokuwa tumebeba, misalaba tutakokuwa tumebeba. Hilo vibe utalipata wapi la kusikiliza huo muziki? Please shuka. Subiri kakaangu, mimi ni ushauri. Yani kuna zile nyimbo za ukombozi, labda Mungu ibariki, zikipigwa kwenye radio sisi wote tukao tunatembea barabarani tunaziimba. Tunaimba labda zile makombolelo. Yani hizi nyimbo za ukombozi tunaimba. Pia zinasaidia, tunasonga mbele, tunaenda pale tutakapofika. Let's say tumeenda Ikulu, pale Ikulu tunaimba nyimbo zikiambatana na huo muziki. Kwa hiyo ni wazo zuri. Mimi ni wazo tu nimeleta, sio lazima mlichukue, lakini ni wazo. Guys, tumeshinda. Mimi ni wazo tu nimeleta, sio lazima mlichukue, lakini ni wazo. Guys, tumeshinda.
Zima maiki wewe Animal. Kwa hiyo ndio hivyo jamani. Ni kitu kingine pia ambacho nataka kuongezea. Yaani hii kitu ni kama mama mjamzito ambaye ana mimba kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 9. Na hii kipindi ambacho tulichonacho sisi ni miezi 9 imeshakaribia. Yaani bado tu mtu kwenda kujifungua. Kwa hiyo mama mjamzito huwezi kumzuia kujifungua. Muda wake ukifika atajifungua tu. Ndio hicho ambacho tunachoenda kukipata. Yaani huwezi kuzuia hayo mabadiliko. Mabadiliko yatakuwepo, mabadiliko Tanganyika lazima yatokee. Kwa hiyo msiogope kupaza sauti zenu kwenye akaunti zenu. Wewe rekodi hizo challenge, kuna challenge za nyimbo zimetoka kuhusu ukombozi, rekodini, jipostini. Hakuna mtu atakukamata hata kama ukikamatwa. Wamekamata wangapi? Waliobaki wataendelea kupaza sauti. Asanteni sana. Habari yenu jamani. Okay, Nel, fungua mic. Okay, asante. Mimi nilikuwa na ushauri kidogo hapa kwa habari ya maandamano kwa sababu leo tarehe 12 Lady Beauty, ukimaliza kuchangia unashuka ili na mwingine naye a request. Endelea. Yes, kama sasa hivi leo ni tarehe 12 na muda